Ramadhan 5 ahruf: almimu arrau walmimu waddadu walalifu wannun. Ramadhani ni neno tukufu, limebeba herufi 5. Arrau min ramadhana rahma, ile re katika neno Ramadhani ina maana ya rahma. Walmimu maghfira, na mimu ni msamaha. Waddadu dhamanun liljanna, dhadi ina maana ya kukudhamini wewe kupata pepo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Walalifu amanun minan nar, na ile alifu ina maana ya kuwa na amani na kuto kuingia katika moto. Wannunu nurun min alkarimi alghaffar, ama nuni inabeba maana ya nuru ambayo Muislamu anaipata katika mwezi huu kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya huwezi kuyapata mpaka ujue ile sababu ya Ramadhani kuwa na heshima kubwa ya kiasi hichi. Sababu yake ni kuwa Ramadhani imefungamana na siyam, na siyamu hii ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Wa warada dhikru maddati siyami 14 marra fi al-Qur'ani al-Karimi bimaanayaiha al-lughawi wa shar'i. Neno siyam limekuja katika Qur'an mara 14, katika suratul Baqara mara 7, lakini limekuja kwa maana zake mbili, maana ya kilugha na maana ya kisheria. Wa warada almaana allughawi fi surati Maryam, qala subhanahu faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Hii ni maana ya kilugha. Neno saum lina maana ya al-imsak, kama kwenye aya anil kalam. Bibi Maryam alijizuia na kuongea chochote, anaamrishwa usiongee chochote. Al-imsaku anil kalam wa huwa mutlaqul imsak. Neno saum, kuna saum na siyam. Neno saum likija katika Qur'ani lina maana ya mutlaqul imsak, ni kujizuia kwa chochote kile, kwa maana ya kujizuia tu. Taqulu samatir rih idha amsakat anil hubub. Samatir rih, je, upepo nao unafunga? Maana ya kilugha kwamba upepo unajizuia kuvuma, ukitulia basi Waarabu wanasema samatir rih, mutlaqul imsak. Walam yarid maanahu ash-shar'iyyu illa bimaddati siyam. Ama neno siyam ndio lililokuja likabeba maana ya kisheria ya funga. Tunakwenda kidogo kidogo tupate kufahamiana. Neno siyam katika Qur'an lina maana ya kisheria peke yake, sio maana tu ya kujizuia, lakini neno saum lina maana ya kujizuia. Hata katika alqiraat, katika vile visomo vya Qur'ani vyote, hata ma fauqa al-ashra, vyote halikuja neno siyam kwa maana ya kilugha, lina maana maalumu. Ndiyo hiyo maana ambayo tunatakiwa tuijue leo. Halafu tujiulize suali lilokuwa kubwa, hal nahnu nasumu sauman au nasumu siyama? Lazima tujue tofauti. Je, sisi tunafunga kwa maana tu ya kujizuia, au kuna kitu cha ziada ambacho tunatakiwa tujizuia katika maana hiyo ya kujizuia? Lihadha qala alulama as-siyamu 3 aqsam. Saum, watu wanapofunga huwa watu wapo katika makundi matatu. Ile saumu ikawa ina makundi matatu: saumul awam wa saumul khawas wa saumu khassatil khawas. Tutajua leo wewe upo katika kundi gani, mimi nipo katika kundi gani, na wao wapo katika kundi gani, tupo katika makundi gani. Saumul awam an tasuma albatnu
anil akli washurb. Hii ndiyo funga ya watu wengi, ndiyo maana ikaitwa al-awam, ni kujizuia na kula na kunywa. Na hii inabeba ile maana ya kilugha, maana ya kujizuia. Kujizuia kitu gani? Kula na kunywa, imebeba maana ya kilugha. Na kama wataalamu wanavyosema, ukitaka kulipa taarif, definition, neno katika lugha, unatafuta lile ambalo lililokuwa wazi zaidi. Sama fulanun ay amsaka batnahu wa anil akli washurb, at-taarifu al-ismi wanaita. Lakini tukija katika taarifu ya kisharia, basi lazima iwe imeongezeka taarifu hii, definition hii, kwa makubaliano ya wale wataalamu wa fani ile. Watu wa sheria wanasemaje? Saumu ya kisheria ni ipi? Kwa hiyo kundi la kwanza, saumul awam wa saumul khawas. Antasuma aljawarih, ni kujizuia viungo vyako, ulimi wako na viungo vilivyobakia. Anil maasi, kujiepusha na maasia. Na maasia imma yatakuwa ni qaulan au fi'lan. Hili ni kundi la pili, na hii ni daraja ya pili, ni daraja ya juu kuliko ile ya mwanzo. Ya mwanzo alikuwa anajizuia kula na kunywa, huyu anajizuia kula na kunywa na viungo vyake kumwasi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharaba. Yule ambaye hatajizuia na kauli ya zur, kauli ya uongo, kuzusha, na akafanyia kazi kauli ile, basi Mwenyezi Mungu hana haja ya kujizuia kwake kula au kunywa. Kwa hiyo maksudio si kula, kujizuia kula na kunywa, kuna maksudio ya juu zaidi. Hapo tumekwenda kwenye maksudio ya pili, mtu kujizuia na kila maasiya yanayotokana na ulimi. Huu ni mfano tu kaulu zur, lakini alkadhibu na mengineyo yote, kutukana katika mwezi na mambo yote, mtu anatakiwa ajizuie. Wal amala bihi, na kila amali iliyokuwa ni ya kumwasi Mwenyezi Mungu, mtu anatakiwa ajiepushe. Mtu akifika katika daraja hii amepanda katika daraja kubwa. Wa saumu khasatil khawas an yasuma alqalbu an kulli ma yughdhibu Allah. Na hapa ndio unakuwa ukamilifu wa neno siyam. Ni ule moyo kujizuia au kufunga na kila kitu ambacho kinamghadhibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inawezekana umejizuia kula na kunywa, umejizuia na kufanya maasia ya ulimi na viungo vilivyobakia, lakini ndani ya moyo wako kuna kitu, hapo utakuwa bado hujakamilisha neno asiyam. Kwa hiyo ukisema mimi nimefunga imanan wahtisaba, maana yake umefunga kabisa kila kitu, huli wala hunywi wala hufanyi kitendo cha jimai wala hufanyi maasiya yoyote yale, lakini pia umeufunga moyo wako na kila kitu ambacho kinakuwa kipo ndani ya moyo kinamghadhibisha Mwenyezi Mungu. Allah, as-sawm al-qalbu yasum. Najiuliza, unastaajabu, moyo nao unafunga. Naam, al-qalbu yasumu anil hiqdi wal baghdai wal hasad. Moyo pia huwa unafunga ukaondosha kila kilichomo ndani yake, ikiwa ni chuki, hikdi, ikiwa ni hasadi, ikiwa ni jambo lolote lile unalitoa katika moyo wako. Yani uwe katika saum na mwezi huu na masiku yanayofuata, wewe ukiwa safi kabisa, umejitakasa na kila kitu. Sasa tujiulize, mimi na wewe, hii saum iliyoelezewa kisheria ndiyo hii ambayo tunayo, ndiyo tunayoiendea, ndiyo lengo letu? Ule uchamungu tutaupata? Uchamungu umekusudiwa katika haya yote. Walilasafi shadid, wengi wetu tumeishia katika saumul awam, kujizuia kula na kunywa.
lakini pia tunajizuia kwa mashaka bila ya mahaba. Ikiadhiniwa tu adhana, cha kwanza mtu anakimbilia hivyo, bali walil asafi shadid, mbaya zaidi utamkuta mtu inapoadhiniwa tu adhana anakimbilia katika jambo la haramu. Wale wavutaji sigara atakwenda kwenye sigara yake, wa hakadha min al-ashya. Hal nasumu sawman au nasumu siyama? Qa'ada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ma'a ashabihi yawman faqala lahum sayatlu'u alaykum rajulun min ahli al-janna. Mtume mara moja alikaa na masahaba zake watukufu, akawaambia min hadha al-makan, katika sehemu hii, sayatlu'u alaykum rajulun min ahli al-janna, atachomoza atatokea mtu ambaye huyu ni katika watu wa peponi. Maana yake nini? Mtume amembashiria pepo. Fatala ar-rajul, yule mtu akachomoza katika majlisi ya Mtume na masahaba zake. Wa huwa Sa'd ibn Malik. Alikuwa ni nani? Sa'd ibn Malik. Siku ya kwanza hiyo. Siku ya pili Mtume akakaa na masahaba zake tena, akasema kama yale aliyowaambia, na leo atachomoza kwenu mtu ambaye ni katika watu wa peponi. Akachomoza nani? Sa'd ibn Malik. Na siku ya tatu akachomoza Sa'd ibn Malik, Abdullah ibn Amr. Akasema hapana. Fadhahaba ilayhi liya'rifa ma alladhi qaddamahu min al-ibadat hatta bushira bil janna. Akamfuata Abdullah ibn Amr Sa'd ibn Malik kumuuliza ni jambo gani hasa, ni ibada ipi aliyoitanguliza mbele ya Allah ambayo imempa cheo mpaka Mtume akambashiria pepo hali ya kuwa bado yuko hai. Wa Abdullah ibn Amr kana min ubadi sahabati wa zuhaduhum, huyu bwana alikuwa katika wale wenye ibada kubwa katika masahaba, alikuwa ni katika walioipa nyongo dunia. Yeye anastaajabu kitu gani kilichompa cheo Saadi huyu mpaka Mtume anambashiria pepo. Saad akaanza kumfuatilia bwana yule, Abdullah ibn Amr akaanza kumfuatilia bwana Saad ili ajue ni kitu gani na yeye afanye. Wasahabatu kanu yabhathuna anil mafatih, walikuwa wakitafuta zile funguo, sababu zile za kujikurubisha wao na Mwenyezi Mungu, sio kwa ajili ya hikdan au hasadan, labda amuone choyo amfanyie hasadi wa Allah. Walikuwa wanapenda mafatih. Ndio maana walikuwa wakimfuata Mtume, Mtume wa Mwenyezi Mungu, nielekeze amali ambayo itanikurubisha na Mwenyezi Mungu, itanipeleka peponi, itaniweka karibu na watu. Zile zote ni mafatih na yale ni mafunzo kwetu sisi. Alipomchunguza ibada yake akaiona ni ibada ya watu wote ya kawaida, anasali, anafanya, anasimama tu usiku kidogo, analala, anaamka na sasa kuna kipi hapa? Hapana. Akamfuata sasa moja kwa moja, akamwambia ya Saad, nimekuja hapa kukuuliza na nataka uhakika wa jambo lako. Mtume amekubashiria pepo, ni kwa kitu gani hasa ewe Saad? Saad akamwambia, unataka kujua ni kwa sababu gani? Akamwambia naam, kama unataka kujua ni kwamba mimi ma nimtu lailatan wahida, ma nimtu lailatan wa fi qalbi shay'un li ayi ahad, sikuwahi kulala usiku wangu hata mmoja nikaweka kitu ndani ya moyo wangu. Wanadamu tunakoseana sana, lakini wanadamu hawajakamilika, kila mmoja na makosa yake. Basi yeye bwana Saadi anachokifanya kabla ya kulala, anamsamehe kila aliyemkosea na anausafisha moyo wake kabisa. Hii inaitwa saumul qalb. Je, umejua adhamata alqalb indama yasum? Umeujua ukubwa wa moyo unapofunga, unapojizuia,
Unapotoa kila kilichopo ndani ya moyo wake, unamwona mwenzako anapata neema, basi wewe umwombee Mwenyezi Mungu amzidishie hiyo neema, sio kumhusudi wala kumfanyia vitimbi wala kumfanya asifanikiwe na mambo mengine. Hii ya ibada ni kubwa. Wengi tunaweza kujizuia kula na kunywa, lakini kutoa vilivyomo ndani ya nafsi zetu limekuwa hilo ni jambo kubwa la mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku hiyo hakitasaidia mtoto wala mali wala chochote wala vyeo wala chochote kile katika hududhi dunia, illa man ata Allaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakuja mbele ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa moyo wake uko mzima, uko sahihi, uko sawasawa. Maana yake hauna haya maradhi. Haya ni maradhi, amradhul qulub ni haya. Hasadi imejaa baina yetu, chuki na mambo mengine, na haya yanaangusha amali zetu, yanatushusha, yanatuweka mbali na kumkurubia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni katika awaiq. Kwa hivyo tuutumie mwezi huu kwanza kufuata yote yaliyoamrishwa, tujizuie na maasiya, lakini tufanye matendo mema kwa juhudi na azima. Lakini lingine, tuisafishe mioyo yetu na kila hasad na baghdha na shahna na kila kilichomo katika nafsi zetu, tukiweke mbali. Samehe tu, hakuna shida. Malipo yako yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil